Mwishoni mwa mwezi Februari, mamlaka nchini Sudan Kusini zilitangaza kufungwa kwa shule kwa wiki mbili baada ya wanafunzi kadhaa kuwa wakianguka kutokana na viwango vya juu vya joto. Mpaka sasa wanafunzi wengi bado hawajarejea madarasani. Watumishi wa umma nao wametahadharishwa kuepuka kufanya kazi mchana kutokana na nchi hiyo kuendelea kukumbwa na joto kali. Taarifa ya Kalkidan Ribetal inawasilishwa na Halima Nyanza. Joto likiwa limepanda hadi nyuzi joto 42 inawia vigumu shughuli za kila siku katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba. Abraham Mabior-Riok, mkazi wa mji huo, anaelezea hali ilivyo. Tangu Disemba hakuna mvua iliyonyesha. Watu wamekuwa na wasiwasi sana. Kumekuwa na joto kali wakati wa mchana na hata usiku. Abraham anamiliki shule ya msingi mjini Juba. Kama zilivyo nyingine, shule yake pia imefungwa kwa siku kadhaa. Wanafunzi wa shule wako nyumbani na familia zao, isipokuwa wale wa taasisi za elimu ya juu, yaani vyuo vikuu na vyuo vingine. Kila mmoja yupo nyumbani, hivyo wanaendelea kukaa nyumbani ili kujikinga na joto hili kali. Uwepo wa joto kali sio jambo geni katika taifa hilo changa zaidi duniani. Katika kipindi kama hiki mwaka uliopita, joto lilipanda zaidi ya nyuzi joto 40 na kusababisha serikali kuchukua hatua kama hizi. Licha ya kwamba tatizo linaonekana kujitokeza kila msimu, nchi inaonekana kuwa haijajiandaa kushughulikia hilo. Madarasa katika shule nyingi yamejengwa kwa kutumia vyuma, hali ambayo inachangia kuwepo kwa joto, na hakuna mfumo wa umeme kwa ajili ya kupozea. Michael Makui ni waziri wa habari wa Sudan Kusini. Anasema serikali inajitahidi kuelimisha watu juu ya jinsi ya kujilinda na joto kali lililozidi. Watoto 12 waliathiriwa na joto kali na walipelekwa hospitali na kupewa matibabu yanayohitajika. Watu wanashauriwa kutotoka nje, kunywa maji na kadhalika. Mabadiliko ya tabia nchi ni tatizo kwa ujumla na serikali inajaribu kulishughulikia. Utafiti unaonyesha kuwa kati ya nchi kadhaa za Afrika, kufungwa kwa shule huongeza hatari ya mimba za utotoni kwa watoto wa kike. Wasichana wadogo wanaweza kuishia kupata ujauzito ikiwa hawatalindwa, kwa sababu ni mazingira ya shule ndiyo yanayolinda wanafunzi. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia yamekuwa yakilaumu serikali kwa kukosa maandalizi ya kutosha. Miito imekuwa ikitolewa kuweza kufanya mabadiliko, ikiwa ni pamoja na kurekebisha kalenda ya shule ili kuepuka miezi yenye joto kali. Patrick Sokiri ni daktari katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba. Ni jambo linalotia wasiwasi sana, na kila mtu, wakiwemo watu wazima, umeathirika. Watoto na wazee wako katika hatari zaidi, kwa sababu kisaikolojia watoto wanaathirika zaidi kutokana na hali zao. Ni changamoto kubwa sana. Joto ni kali sana, hususan kati ya Februari na Machi. Hivyo nafikiri inaweza hata kuhitaji marekebisho ya kalenda na mambo mengine. Licha ya kuwa na utajiri wa mafuta, Sudan Kusini ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani. Joto kali ni tatizo jingine kwa taifa hilo, ambalo pia limekumbwa na ukame na migogoro ya kijamii isiyokwisha. Na tusalie Sudan Kusini, kwa ni mapigano yaliyoibuka hivi karibuni yameleta wasiwasi wa kurudisha nyuma harakati za kupatikana kwa amani nchini humo, ambapo kumekuwa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe katika eneo la kaskazini mashariki. Taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Yasmin Soka, imetahadharisha hali hiyo kufuatia mapigano kati ya majeshi ya serikali na makundi ya wapiganaji. Aidha, taarifa pia kutoka nchini humo zinaarifu ya kwamba kumekuwa na mauaji kwa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa baada ya kushambuliwa kwa helikopta iliyoenda kuokoa kiongozi mmoja wa kijeshi. Katika gumzo hivi leo tunaangazia ghasia hizo zilizoibuka zinavyoweka rehani makubaliano ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuzuka kwa mapigano makali zaidi. Kulijadili hili, awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Gordon Gonde, pamoja naye ni Danson Madi, mkazi wa Juba nchini Sudan, ambaye anaanza kwa kueleza chanzo cha mapigano haya mapya.
serikali imepanga kupokonya watu wa sehemu inaitwa Nasir, iko katika mpaka ya South Sudan na Ethiopia. Awali walikuwa ni watu wako pande ya makamu wa rais ambaye pia alikuwa wako serikalini kwa makubaliano, na yeye alikuwa na wanajeshi wake, na makubaliano ilikuwa inasema waeke kitu inaitwa integration, iwe jeshi ya inchi iwe moja yake na hii. Lakini sehemu ambayo yeye anatokea ndio ile Nasir, na ambaye inaitwa hapa Nile iko na watu wake wenye wako na yeye kusema kikabila, kwa sababu si siasa, na wale si jeshi rasmi, ni jeshi ambaye inajiita White Army. Na juzi serikali iliamua kuwapokonya silaha na wakachagua mtu mmoja awe ndio kamanda mkuu wa hiyo sehemu aendeshe hiyo upokonyaji wa silaha, lakini walikataa na wakaanza kushambulia kambi la jeshi na akaua watu wote. Ambaye walibaki ilikuwa ni generali mkubwa hapo na wanajeshi 27 ambao walijifungia kwenye tanki. Danson, unaweza kutueleza kipi ambacho hakiko sawa kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Riek Machar? Wenyewe watuambie nini haiko sawa. Mpaka ile siku rais alitoa hotuba, ile siku waliua generali, ndio akatoa hotuba akasema ya kwamba huyu generali ameuliwa na watu ambao walimuua ni watu wa Riek Machar, kwa sababu alipokuwa kwenye tanki aliongea na Riek akamwambia kwamba jisalimishe kwa watu, utakuwa salama kononi mwao na nitaongea nao, hakuna mtu atakuua. Akaongea na rais, akaambia rais, mimi nimeambiwa hivi na hivi na Riek, nijisalimishe na nitakuwa salama kwa mkono wa watu, lakini nimekataa, niko kwenye tanki mpaka ndege ya UN kuje. Ndege ilipoenda waliongea na watu wa UN na watu wa Umoja wa Mataifa waliongea nao, wakawaambia utaenda kubeba generali, na hao watu walibaki naye. Wakakubaliana, ndege ikaenda. Ilipoenda ikashambuliwa na wakaua mtu mmoja ambaye alikuwa wa Umoja wa Mataifa na generali na watu wake ambaye walikuwa naye. Hapo ndio hotuba ilisoma na rais, na akasema ambaye walimuua ni watu wa naibu wa rais, lakini hao wenyewe wanajirekodi, wanafandisha video na wanasema hao si White Army. Wamesema wenyewe ni wananchi na ni wananchi ambaye hawakutaka ile serikali iende huko ikawapokonya masilaha. Naam, nije kwako Godwin Gonde, nataka kufahamu Sudani ni taifa la mwisho kupata uhuru barani Afrika. Utajiri wake ndio unaiponza nchi hiyo, ama kuna zaidi ya hayo? Tunaiona haipumui mara huku mara kule. Mara nyingi kwa taifa jipya linakuwa kwenye state, tunaita state formation, linajiunda, na katika kujiunda huko linapitia changamoto ambazo hazitegemewi kuwa ni za muda mrefu. Ni changamoto za kutengeneza mifumo, kutengeneza miundo mbalimbali za kufanya taifa hilo liweze kusimama. Lakini kwa Sudani Kusini changamoto kubwa ni tofauti yao walionayo, kwamba hata kipindi wanaomba uhuru ili wajitawale wenyewe hawakuwa wamoja. Walijigundua pia wao si wamoja kwa sababu wamegawanyika katika makabila makubwa, na ndio maana hata baada ya kupata uhuru wamekuwa wakivutana wenyewe kwa wenyewe, na utajiri wao pangekuwa na watu kutoka nje ambao ndio wanawagawanya, huenda ingekuwa ni hoja kubwa na ya msingi. Lakini kwa sababu wako kwenye vita ya wenyewe kwa wenyewe, ni vita ya madaraka, vita ya kuamua nani aongoze wengine. Lakini naamini suluhu ataitafuta wenyewe kama wa Sudani Kusini, na baadaye wanaweza wakatengamana na kuwa taifa ambalo limenyoka kama mataifa mengine. Gonde, vikao vingi vimekaliwa kumaliza ghasia za wenyewe kwa wenyewe. Unadhani hicho unachosema wao wenyewe ndio watatuzi na waamuzi wa kumaliza hivyo vita, kinachowatatiza nini hasa wasije meza ya mazungumzo na kumaliza hiyo vita ambayo inawatatiza? Nadhani ni aina ya viongozi walionao. Mheshimiwa Rais Salva Kiir tangu uhuru mpaka sasa ameendelea kuwa ni kiongozi wa nchi hiyo, na makamu wake ambaye naye ana genge kubwa nyuma yake, naye amekuwa akileta upinzani. Na mara nyingi migogoro inapokuwa na watu wa aina hiyo bila kuwabadilisha, maana yake mbinu zinabaki kuwa ni zile zile na misimamo yao inakuwa ni ile ile. Lakini pangetokea hali ya badiliko wa kiutawala, mathalan akatoka mmoja wapo au akabadilishwa moja kwa moja, au jumuiya ya kimataifa ikajaribu kutafuta suluhu, labda kuitisha uchaguzi ambao utaleta watu wengine tofauti na hao, huenda sura ya mgogoro wa Sudani ikabadilika moja kwa moja. Naam, Danson, unaamini mapigano ya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan yatamalizwa na Wasudani Kusini wenyewe, au wanahitaji msaada wa kuweza kufikia maridhiano na kumaliza vita? Mimi naona tutayamaliza, lakini tunataka usaidizi mkubwa sana. Usaidizi ambayo tunaitaka, lazima mtu akubali ya kwamba nataka kubadilika akili, nataka kubadilisha watu ambao wamemzunguka, nataka kubadilisha mawazo, kwa sababu ukikaa pale miaka mingi na wewe ndio unategemewa ya kwamba utayamaliza na au uyamalizi, lazima tutafute usaidizi. Usaidizi tunaitaka ni ya kwamba vita isimamishwe, ya kwanza maongezi yaongezeke na watu wakubaliane. Hivyo itamalizika watu wakikubaliana wenyewe kwa wenyewe ya kwamba tumekubali yaishe. Lakini kubwa hapa kila
kila mtu anataka yeye awe juu, yeye awe amesema na amesema. Tumekuwa na makamu wa rais ambaye hajawahi toka kwenye nchi tangu akuje. Hakuna siku amehutubia nchi kwa sababu rais yuko na anamuonyesha kwamba mimi ndio niko. Katika hali hii Gonde, unaweza ukasema kwamba nini kifanyike, kwa sababu sasa ni kutunishana misuli baina ya rais na makamu wake, na wanaoumia ni raia, na nchi kimaendeleo, kiuchumi inazidi kuparanganyika. Nadhani ipo nafasi ya jamii ya kimataifa kuisaidia Sudani ya Kusini, kwa sababu wana historia kubwa ya mapambano tangu enzi za kina Garang mpaka kupata uhuru. Wengi walishangilia pamoja nao wakiamini kwamba ingekuwa ni nchi yenye amani, lakini jamii ya kimataifa haitakiwi kuwapa kisogo, wapigane wenyewe kwa wenyewe. Lakini Gonde, unaona kabisa kwamba Umoja wa Afrika una meno, nguvu za kuweza kuzuia haya mambo na kuyamaliza ili maisha yaendelee. Umoja wa Afrika ni mkubwa sana na matatizo ambayo yako ndani ya Umoja wa Afrika ni mengi, kiasi kwamba Umoja wa Afrika kuwekeza katika Sudani ya Kusini sioni ikiwa na mwanya huo, bali Jumuiya ya Afrika Mashariki au IGAD zenyewe zinaweza zikawa zina nafasi ya kuweza kuisaidia Sudani ya Kusini, kwa sababu yenyewe kwa yenyewe tumeona inashindwa kutokana na aina ya watu ambao wanaongoza majeshi, wanaongoza magenge, wanaendelea kutengeneza huo uhasama ambao unawafanya wa Sudani washindwe kutafuta suluhu. Danson, unaamini kwamba Salva Kiir pamoja na Riek Machar, nani akisimama akazungumza watamsikiliza na vita itakwisha? Sahi Riek Machar mwenyewe hana nguvu ya kusimamisha White Army, ashashindwa, kwa sababu alipoingia kwenye serikali kuna watu walibakishwa nje. Hao watu pia wakakasirika na wakasema hata sisi sasa hii White Army tutaiendesha vile tunataka. Hako na watu ndani, lakini hao watu wamsikizi. Salva Kiir naye akiongea, anaongea na watu wake wanamsikia, lakini haimaanishi vita ikikuja watamsikia na wasipigane, kwa sababu White Army hawako chini ya Riek kikamili. Serikali naye ikishambuliwa itashambulia, na sasa vita zinaendelea kule Nasser. Gonde, tunapohitimisha kwa utaalamu wako, Sudani Kusini inapoaje kutoka katika hali ilimo? Sudani ya Kusini itapoa, lakini si kwa haraka ambavyo wengi wanatamani kwamba ipoe. Ni kwamba upoaji na usitishwaji na wekaji chini silaha ni mchakato ambao unahitaji kwanza nguvu za ndani, nguvu za kikanda, lakini na jamii ya kimataifa kuto kuipa kisogo, kuisaidia aidha kwa kuwawekea vikwazo hao viongozi kuanzia rais pamoja na makamu wake, ili kuwapa mbinyo kuwalazimisha kukaa katika meza ya mazungumzo na kujaribu kupooza hali ambayo inaendelea sasa. Mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Gordon Gonde kutoka Tanzania pamoja naye Danson Madi, mkazi wa Juba nchini Sudani Kusini, wanahitimisha